Kama ningezidi kusoma katika 12 nasema when I was with them in the world, I was guarding them in your name which you have given me, and I watched over them, and not one of them perished except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Sasa tunaona ya kwamba yeye anasema uwalinde. Baba mtakatifu, this is the only holy father we know, and the other who says that he is a holy father, that is blasphemy. That is in contradiction to the word. We have only one who is holy father. Even Messiah himself, when he was on this earth, he said, I am not good, only one who is good, the Father which is in heaven. Kwa hivyo anasema uwalinde kwa jina lako ulilonipa. Hivyo ndivyo Wahibrania imesema ya kwamba ameweza kupokea jina lililo nzuri zaidi kuliko la malaika, by inheritance. Hivyo si jina lake. That baby which was born of Miriam never had his own name. That's what the scripture says. Kama naweza nikasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohane 3:12 inasema, him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. You see, now here is Christ speaking. This is Messiah speaking, and he is calling something else a God somewhere, because it says, him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God. So God is one. Christ, he is not God. Who was born of Miriam is not God, because he says, him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the new name of the name of my God, and the name of the holy, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Sasa kwa nini hili jina anasema nitamwandika jina langu jipya? Because we never knew that name. Himself hata akiwa hapa duniani yeye hakulijua. But he has his own name. Alipokuwa duniani yeye alibaki akiwa katika kulitumia jina la Baba, na hivyo ndivyo maandiko katika Wafilipi 3 inavyosema. Wacha nisome Wafilipi 2 mstari wake wa 9. Nasema hivi, therefore God also has highly exalted him, who the Messiah, and given him a name which is above every name. A name that is above every name. That at the name of Yeshua every knee shall bow, of the things in heaven and the things in earth and the things under the earth. Listen carefully. If you may read in your scripture, that at the name of Jesus, every knee shall bow. That is the name above every name, in heaven, on earth, or under the earth. And each and everything, every creature, everything bows towards that powerful name. Amen. Kwa hivyo ndugu, tunaona ya kwamba yule mwana alipozaliwa amepewa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote. Maandiko nilisema ni vizuri tuzidi, usiangalie laini moja ama vasi moja ama chapter moja. Tuzidi kuchunguza kitabu hadi wakati ule ambao tutaweza kujua kweli. Maandiko katika Efeso 1:20 inasema, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named,
not only in this world, but also in that which is to come. Now you see, there's another point there. Ya kwamba amepewa zaidi ya jina lolote. Lile jina ambalo amepewa ni zaidi ya majina yote yanayotamkwa, si kwa hii dunia pekee, hata dunia ijayo. So there is another world that is coming. Hivyo tunaona ya kwamba yule mwana alipozaliwa na Baba kwa nguvu za Roho Mtakatifu kumpitia Miriamu ambaye alikuwa ni mtakatifu, yeye alipokea jina ambalo ni la Baba. Ndiposo ukirudi pale Mathayo 20:19 inasema ya kwamba mkiwabatiza katika jina la Baba. Maana tumeona ya kwamba the name of the Father, jina la Baba na la Mwana na Roho, tumeona ni jina moja, sababu mwana amepokea jina kwa kurithi, si jina lake haswa. Tumeona katika maandiko, he has just inherited that name that is above each and every name that is named above in heaven, on this world and under the world. Hakuna jina lingine. Kwa hivyo mwana ni kupokea, ameweza kulipokea. Hivyo ikiwa mwana amelipokea lile jina, na tumeona ya kwamba Baba ndiye Roho, the Father is the Spirit, and the Son has inherited the name of the Father. Now it clarifies Matthew 28:19 ya kwamba jina la Baba na la Mwana na Roho ni jina moja, ambalo ndilo la Bwana wetu Yeshua Masihi, ama ukipenda jina la Yesu Kristo. Hivyo if there is any minister out there, and I know they are, kunao watumishi, kunayo madhehebu mengi zaidi ambayo yanabatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, jambo ambalo hatujaliona mitume wakiweza kubatiza. Na watu wanachukulia mambo kwa urahisi. Kama hautajengwa juu ya msingi ambao uliwekwa mara moja na hauna lingine. Kwa mfano, tuchunguze Mtume Paulo anasemaje katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 3 mstari wake wa 9. Maandiko inasema hivi, for we are laborers together with God. You are God's field, you are God's building, according to the grace which is given to me as a wise master builder. Kwa ile neema ambayo Mtume Paulo aliweza kupawa, anasema I have laid the foundation and another builds thereon. Ya kwamba Mtume Paulo anasema kwa ajili ya ile neema ambayo aliweza kupawa na Baba, yeye ndiye ameweka msingi na mtu mwingine anajenga juu ya ule msingi. So there is no two types or two forms or different foundations. We only have one foundation. And what foundation is that? Let us keep on reading. Nasema, but let every man take heed how he builds thereupon. For another foundation can no man lay than that is laid, which is Yeshua Messiah, Jesus Christ. Hakuna msingi mwingine ambao unaweza ukajengwa. Msingi ushawekwa, na huo msingi Paulo amesema it is Jesus Christ, Yeshua the Messiah. Now do you see that? You understand that? How is that foundation being called Yeshua Messiah? What is that foundation? Let the scripture tell us. Galatians 1 in verses 11 inasema hivi, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. So Paul, what he did to the church, he gave order, he gave a revelation, he gave doctrinal revelations. Yeye hakuna jambo ambalo alifundisha kwa kutumia hekima yake ama matamanio yake ama mawazo yake.
yeye anasema ya kwamba lile neno ambalo aliweza kuwafundisha sio binadamu ambaye aliweza kufundisha. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by a revelation of Yeshua the Messiah. So the foundation that was laid down, it is the sure word. It is a revelation. It is the word of truth. That's why it says, anasema ya kwamba ule msingi ni Yeshua Masihi. Hivyo ni kusema lile neno ni Yeshua mwenyewe, the truth. Yeshua mwenyewe ndiye neno na ndiye kweli. Hivyo hakuna msingi mwingine ambao tunaweza tukajenga zaidi ya hayo. Nowhere we can go and hide away from this truth. Andiko linasema hivi, I have to keep on hammering this home paka uelewe. Paulo mtume wake baba yetu anasema ya kwamba tukisoma Waefeso, book of Ephesians chapter 4 verses 4, inasema there is one body, one spirit, even as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Now you see, everything is one. So you cannot come and tell me you are doing something in contradictory to what the apostles did and then you call that a revelation. That doesn't come from the Messiah himself. That is not revealed by the Spirit of truth, but it is revealed by the devil himself. You see that? Doesn't come from the Most High. Hiyo haijakuja kwa Baba, huo ni uongo mtupu. Hivyo ikiwa mitume walibatiza kwa jina moja, one, it has always been one, not two, but one foundation, one belief, one doctrine, one faith, one baptism, one God, one Lord, one everything, one hope of our calling. So hatuna mambo mawili. Vile walivyofanya, nasi lazima tujengwe juu ya ule msingi. Haleluya. Sio mtume Paulo pekee ambaye anasema hivyo. Hata Yuda tunaposoma kitabu cha Yuda anasemaje? Yuda anasema hivi, Yuda 1. Jude, the servant of Yeshua the Messiah, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Yeshua the Messiah, and called, mercy unto you, and peace, and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation. Common, it has to be common. Isi mambo ya kusema sisi kama Katoliki, sisi kama SDA, sisi kama Seventh Day, sisi kama Messianics. What is that? You have to have a common belief, common faith. With who? With the apostles, with the scripture, with the holy writings. Nothing in contradictory. Hivyo anasema, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for faith. For the faith. Wale ambao wanasema siwezi pingana mambo ya Mungu, hiyo sio maneno, hiyo ijatoka kwa Mungu. You have to contend. Lazima upingane kwa neno. For you have to fight for the truth. You let it out. Unaisema na unasimama na kweli. Baba yetu apewe sifa sana. Hallelujah. Amina. Hii inanifurahisha zaidi. Inasema hivi, you honestly contend for the faith which was once delivered to the saints, to the apostles. Baba yetu apewe sifa sana. Haikutolewa mara mbili. It was given once. Mara moja pekee. That common faith. So, ikiwa imani yako, kile ambacho unachunguza hakiko kwenye maandiko, hiyo ni moja tu. We are just covering one topic ya kuonyesha kwamba it is wrong for someone to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hiyo ni maongo kulingana na maandiko, sababu mitume hawakufanya hivyo, na maandiko inasema it is a common salvation which was delivered once to the saints.
Kama utanikubali sawa, kama utakataa sawa. Lakini ukibaki na vile dini yenu inavyosema, maana mtu anasema sisi kama Anglican, sisi kama PCA, sisi kama Katoliki, sisi kama Messianic whatever, Messianic Assembly of Yahweh, Assembly of Elohim. Hayo mambo yote, those are just denominations, and denominations will take you nowhere. Your church, your denomination is doomed to hell. It will take you nowhere. But the truth, the word of the Most High, the word of the living Elohim, only that which will take you. If you take it in your heart, you believe in it, you believe in the truth. Kwa hivyo kama wewe ulibatizwa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, I'm gladly saying, ninasema hii kinagaubaga, ninaisema waziwazi ya kwamba haujabatizwa. Wewe uliingia tu kwenye maji, lakini haukufuata vile Bwana wetu alivyoweza kusema. So hauwezi ukasema umebatizwa. You have to repent of your sin. You have to and be rebaptized. Be baptized again in the correct manner, in the correct way, and not by anybody. Sababu unakuta ya kwamba watu wanatoka mahali tu wanatoka na wanaanza kubatiza. The minister who does that must be ordained of the Most High, must be ordained by the Holy Ghost. Lakini sio mtu yote yule, maana unakuta wengine they are not even ordained by a man being laid their hands on, no, but they are baptizing. How is that? Ni jambo ambalo silifahamu mimi. Wengine wako na mabibi 3 4. Ameoa bibi, amemwacha, akaoa mwingine, akamwacha, akaoa mwingine, and the person is baptizing. That's an adultery. Yule ni mtu mzinifu. Yule ni mtu mzinifu. Atakubatizaje? So you believers, you have to cross check these things. Kama vile you scrutinize your job, you scrutinize your ways in your investments. Wakati unapochunguza yale mambo ili upate faida, mbona usiweze kuchunguza mambo kwenye maandiko upate faida ya uzima wa milele? So I'm calling you, brothers and sisters, mahali uliko, wewe ambaye ungependa kuokoka na utoke kwenye utumwa wa shetani, ya kwamba mrudie Bwana. Go back to the scriptures. Hakuna njia nyingine ya kumjua Mungu isipokuwa kuingia kwenye maandiko na kuyachunguza na kujua yale ambayo ni kweli. Kwa hivyo hilo nitawachia pale. Follow me in my YouTube channel. Nifuate kama Pastor Jeff Timothy. Ukigoogle pale utanipata. Facebook niko pale. Ingia na utaweza kujua mambo mengi zaidi. Kama una swali liweke pale, kama una comment iweke pale. You can like it, you can dislike it. You have a choice to make and you have authority over it. Kwa hivyo utapenda ama utaichukia pale, leave your comment. Kama ni nzuri, kama ni mbaya, I don't care. Mimi nayapokea yote tu, sababu hata Bwana ambaye yeye ndiye naangalia njia zake, pia yeye hakupata mambo mazuri yote kwa wanadamu. Wengine walisema ya kwamba yeye ni mkubwa wa Beelzebuli, ya kwamba yeye ana mashetani. He has demons. So vile ambavyo utaweza kufanya, wewe fanya. Asante sana wewe ambao unanisikia au umenisikiza, wewe ambao utakuwa unasikiza. May Yahweh Elohim bless you. May El Shaddai be with you, and may he give you the spirit of knowledge and wisdom and understanding, that you may know the glory that the Gentiles have been called to have. Shalom, shalom.